Kwa majina naitwa Enos Rupimo, mtendaji wa kata ya Njombe mjini. Ndugu waandishi wa habari, kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe, ninaomba kutoa wito kwa wananchi wa kata ya Njombe mjini kwa ziara ambayo tumeiandaa katika kata yetu ya Njombe mjini. Kwanza kabisa naomba tufahamu kwamba kata ya Njombe mjini ina mitaa 9, ina wananchi 37,900 na ina kaya 12,000. Kwa hiyo kata ya Njombe mjini tumeandaa programu kutokana na mpango kazi wetu wa kata wa mwaka 2024-2025 kwamba tutafanya ziara. Ziara hii itahusisha mitaa yote 9 kwa mambo yafuatayo. 1, tutakuwa na ziara kwa ajili ya kutoa elimu ya kutokomeza udumavu kwa maana ya lishe. Kwa hiyo ziara hii tutapita kaya kwa kaya tukitoa elimu kwa njia ya nadharia pamoja na vitendo. Kwa hiyo tutaanza na mtaa wa Mgendera siku ya Alhamisi. Tutakuwa na wahudumu wa afya ngazi ya jamii, tutakuwa na wataalamu wote waliopo katika ngazi ya kata kwa maana ya afisa elimu kata, polisi kata, afisa kilimo, afisa mifugo na wataalamu wa lishe. Kwa hiyo tukifika kwenye mtaa X tutaenda kwenye familia ambazo zimeainishwa kwa ajili ya kutembelea. Kwa hiyo tutatembelea watoto walio chini ya miaka mitano kaya 5, na utatembelea akina mama wajawazito kaya 5. Kwa hiyo kwa habari ya lishe tutatoa elimu kwa njia ya vitendo na nadharia. Lakini ajenda ya pili tunayotembea nayo katika ziara hii ni kwamba tunatembea juu ya kutoa elimu juu ya usafi wa mazingira. Kwa hiyo tutapita kwenye taasisi zote, taasisi za serikali, taasisi za watu binafsi, kutoa elimu ya mazingira na utunzaji wa taka. Kwamba Njombe mjini kama tunavyofahamu tumekuwa tukifanya vizuri kwenye habari ya usafi wa mazingira mpaka tunakuwa watu wa halmashauri ya kwanza. Kwa hiyo tutakachokifanya tutatembelea mabucha, maduka tukitoa elimu ya usafi wa mazingira na namna ya watu ambavyo wanaweza wakatunza biashara zao katika mji wetu wa Njombe. Lakini tutatoa elimu kwa wafanyabiashara wanaouza mali mbichi kwamba wanatakiwa kupima afya zao ili waweze kutoa huduma ya vyakula, mama ntilie, babalishe, mahotelini. Tutatoa elimu ya kupima afya ili waweze kutoa huduma zilizo bora. Lakini namba 3 itakuwa ni ishu ya mapato. Tutatoa elimu namna ya watu ambao wanahitaji kulipa mapato, kwamba wanaohitaji kupata leseni tutawapa elimu, wataweza kupata leseni zao. Lakini wanaostahili kukata ushuru mbalimbali tutahakikisha na wenyewe tunawapa elimu, wanaweza kuchangia mapato kwenye halmashauri yetu. Kuna ushuru wa 200 na ushuru zingine ambazo zinatakiwa ziweze kutolewa na wafanyabiashara. Kwa hiyo watu ambao hawana leseni watatakiwa kupata leseni, tutawapa elimu, watapata leseni. Watu wanaohitajika kutoa ushuru wa aina mbalimbali na wenyewe watafanya. Kwa hiyo niwaalike wananchi wa kata ya Njombe mjini. Ziara hii tunaanza Alhamisi tarehe 15 na kuendelea, lakini tutaanza na mtaa wa Mgendera kuhakikisha kwamba mapato Njombe mjini yanakusanywa. Lishe Njombe mjini inashika hatamu kwa maana ya kwamba tunatokomeza kabisa udumavu kama Mheshimiwa Rais alivyoagiza, mkuu wa mkoa alivyochukua hatua, mkuu wa wilaya ambapo ametusisitiza kila siku itwapo leo, lakini mkurugenzi wetu wa halmashauri ya mji wa Njombe Bi Kurusum Sadik amesema tuhakikishe udumavu Njombe tunaandika 0. Kwa hiyo sisi tunapokea maelekezo ya viongozi wetu ngazi ya juu na sisi tunayatekeleza. Kwa hiyo swala la lishe tunaendelea kupambana nalo, swala la mapato tunaendelea kufanya nalo kazi, lakini swala la usafi wa mazingira kwamba watu wapande maua kwenye maeneo yao, watu tupande miti kwenye mazingira yetu ambayo tunayoishi. Na tunashukuru tumekuwa na tunafanya hivyo kila mara, lakini tutahakikisha haya mambo yanazingatiwa.
Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa Njombe kwamba tujiandae, Alhamisi ya wiki hii tunaanza hiyo zoezi kuhakikisha Njombe inakuwa safi, kuhakikisha watu wanalipa mapato, kuhakikisha tunatokomeza udumavu. Asante sana. Ndugu wananchi wa Mgendela, Alhamisi ya wiki hii tunakuja kwenye mtaa husika, kwamba tukifika mtaa wa Mgendela tutatembelea kaya 10, kaya 5 zilizo na watoto wenye umri wa miaka 5, lakini kaya 5 ni akina mama wajawazito. Tukitoka hapo tutatoa elimu ya vitendo na nadharia. Kwa hiyo tutagawa mayai, tutaenda pale na makundi yote ya vyakula, makundi 6: protini, vitamini, wanga, pamoja na maji, nao ni kundi vitamini. Makundi yote 6 tutaenda nayo Mgendela kutoa elimu na kuachia na kugawa kwenye kaya husika ambazo tumezitembelea. Lakini kwenye Mgendela hapo kwenye mtaa tutatembelea mashule, tuone vyakula vinavyopikwa shuleni. Arudi tena shuleni. Likely wanafunzi wengi wanaweza wasirudi kwa sababu kuna tendency ya wazazi kutoandalia chakula nyumbani. Kwa hiyo wakifika pale nyumbani hamna chakula, basi huyo mtoto hataweza kurudi, ataendelea na maandalizi ya chakula. Na kama tarudi, basi inawezekana karudi kwa kuchelewa. Kwa hiyo tutahakikisha kwenye eneo hili tunalisitiza ili kata yetu ya Njombe mjini iweze kufanya vizuri kwenye sekta ya elimu na sekta nyingine zote. Swala lingine ambalo tutaangalia ni swala la bustani za mboga mboga kama alivyozungumza mtendaji wa kata. Namna gani shule zimeandaa hizo bustani ili ziweze kwa sasa. Tunajua wazazi ndio wanachangia chakula shuleni, lakini ni chakula ambacho hakina mchanganyiko wa aina mbalimbali za shuleni za vyakula. Kwa hiyo tunategemea kama shule zitaandaa bustani, kwa hiyo watoto watakapokuwa wanakula maybe ugali, maharage, vile vile watakula na mboga mboga. Kwa hiyo eneo hilo nalo tutaliangalia kwa umakini mkubwa sana. Tutahakikisha wanafunzi wote, tutafuatilia wanafunzi wote waweze kula chakula shuleni siku zote za masomo. Imekuwa na tendency kwa siku za Jumatano wanafunzi wanarudi mapema nyumbani. Shule nyingine zinarudi saa 7:30, nyingine saa 8. Kwa hiyo huwa hawatoi chakula, lakini kwenye ziara hii tunataka kuhamasisha hata siku ambazo watoto wanasoma nusu siku waweze kupata chakula shuleni. Kwa nini? Tunategemea wanafunzi wanaporudi ile saa 7 au saa 8 shuleni majumbani kwao. Tunaamini wazazi wengi walivyokuwa busy, kama tunavyojua wazazi wa wilaya hii halmashauri ya mji wa Njombe wako busy sana na shughuli za kwao za maendeleo. Kwa hiyo tunajua wanaweza siandalie vyakula majumbani. Kwa hiyo tunahakikisha wanafunzi wote wanakula chakula siku zote, hata ile siku ambayo ni nusu siku. Lakini kuna wanafunzi wa darasa la awali, la pili, la kwanza, nao tunajua wanaondoka mapema, saa 6 wanaondoka shuleni. Kabla ya kuondoka nao tutahamasisha shule ziwape kwanza chakula ndio warudi nyumbani, kwa sababu nayo hivyo kama ilivyo nusu siku, tunaamini watoto wanaporudi nyumbani likely wazazi wao wasio wameshaandalia chakula. Kwa hiyo wakila tunajua itakuwa ni vizuri, hata kama watakapokutana na mlo wa jioni hapa mchana mtoto atakuwa amekula, na hivyo kupambana na udumavu kama alivyozungumza.